السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد, karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi chako, kipindi cha mashindano ya mwezi, kipindi ambacho kinajieni kila siku ya Jumatano mida kama hii saa 4:15, tukihakikisha kwamba kila mwezi mtu anahakikisha kuwa anatoka na simu aina ya mtu mmoja peke yake. Lakini mbeleni tumesema kwamba tunafuatilia mambo kadha wa kadha ili tuweze kuziongeza ziwe iPad ama tab 2 ama 3 hivi. Kwa hivyo mwaka ni huu mwaka wa kheri inshallah. Lakini kumbuka kwamba mwezi huu tutatoa mshindi mmoja, na tayari wiki 2 zimeisha tukiwa naye ndugu yetu Ibrahim Musa ambaye alikuwa hapa akipiga na maswali mazuri, maswali mboga kabisa alikuwa akipiga nao, lakini kwa bahati mbaya washindi walikuwa kidogo. Lakini leo nimerudi mwenyewe bana, nimeona watu wanakuwa kidogo sana mnajibu maswali, ama maswali yangu ndio rahisi sijui, lakini tunajibu maswali tukiwa tuko yani watu wakiwa wiki 2 zilizopita hata tukuweza kutengeza listi ya washindi kwa sababu walikuwa hawafiki hata 7. Kwa hivyo tujaribuni sana wapenzi watazamaji. Kumbuka kwamba leo ni wiki ya 3. Jumatano ijayo tutakuwa tunachagua mshindi wa mwezi wa Januari. Hatujui tab itaenda wapi. Mwaka jana 2016 mwezi wa Disemba tab iliweza kubakia hapa Sudan, na makachukua kijana wetu Khalid Bahurera ambaye ndo alikuwa ni mshindi wa mwezi wa Disemba. Na safari hii Januari hatujui itaenda wapi. Ni kwako wewe mpenzi mtazamaji kupiga simu, wale ambao washapiga simu, ambao washaingia kwenye draw, ujue kuwa unaweza kuongeza nafasi yako. Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, nambari zetu za simu zinapita chini ya runinga yako. Usitupigie na namba ambayo inapita kwenye mstari, la, namba inayopitishwa hapo juu ya hayo mistari miwili hapo juu hapo. Hizo ndio namba zetu, hizo unazoziona hapo, hizo ndio namba zetu. Tupigie, tukuulize maswali mawili, maswali mboga kabisa, alafu unaingia katika draw ya kushinda simu aina ya tab. Kumbuka kwamba tab sio yangu, tab ni yako wewe mpenzi mtazamaji ambaye unaniangalia sasa hizi. Watu washajishindia tab miezi 3 iliyopita, sio 3, miezi 4 iliyopita watu wamejishindia tab, na sasa tuko katika mwezi wa 5. Nani atashinda simu aina ya tab? Kumbuka kuwa washindi watachaguliwa hapa, draw itafanywa hapa live mpenzi mtazamaji, huku tukisubiria simu zenu. Nambari zimepita hapo kwenye runinga, tushafungua simu tayari, tunasubiri nani atatufungulia jamvi letu la leo. Nasikia tunaye Suleiman kutoka Tanzania. Suleiman, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Swali lako la kwanza linasema, ukitia shaka kuwa nyama uliokula ni ngamia au mbuzi, yani una shaka je, utatia udhu tena ama la? Naomba urudie tena, sikusikia vizuri. Ukitia shaka kuwa nyama uliokula ni ngamia ama ni mbuzi, je, utafanya nini? Utatawadha tena ama utafanya nini? Hapo utatafuta utatafuta uhakika. Wewe mwenyewe huna uhakika? Ndio. Sasa tutataka ujibu utafanya nini? Uko peke yako, ujijui hii nyama ni ngamia ama ni mbuzi. Lakini hizi nyama hazitoi nini? Hazitoi uzu na kuwa. Ni hazitoi uzu, hazitoi. Nyama hazitoi udhu. Ya ngamia wala nini haitoi uzu. Umenoa, jaribu tena utatupata hewani. Hilo sio jibu sahihi ndugu yangu. Jaribu tena utatupata hewani. Hilo sio jibu sahihi. Hadithi zipo jamani, mambo yapo sawa kabisa yani. Kwa hivyo tuendelee mbele. Maswali mboga kabisa. Leo ndugu yetu Suleiman amejaribu lakini amenoa. Abdallah, salamu alaikum. Khamis, salamu alaikum. Wa alaikum salam, vipi hali? Alhamdulillah. Nisikize kwa makini, swali lako la kwanza linasema vipi? Ukitia shaka kuwa nyama uliokula ni ngamia au mbuzi, utafanya nini? Je, utatia udhu tena au la? Iwe ukiona shaka kama ni ya mbuzi au ngamia. Au ni ngamia, hujui umekula nyama gani. Sasa je, udhu wako utautia tena ama la, na kwa nini? Utii udhu. Kwa nini? Hautotia udhu, utaendelea tu kama kawaida. Kwa nini?
kwa sababu zote ni vichinjo halali, havina haja kutia udhu wala Umenoa, jaribu tena, hilo sio jibu sahihi. Jaribu tena Khamis, jaribu tena utatupata hewani inshallah. Inshallah. Naam mpenzi mtazamaji, simu zinayoma lakini hakuna mtu ambaye ameingia paka sasa. Saleh Aziz, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Swali lako la kwanza, ukitia shaka kuwa nyama uliyokula ni ngamia au ya mbuzi, je, utatia udhu tena au la? Ushiki udhu. Kwa nini? Kwa sababu udhu ushiki kwa mashaka. Udhu ushikwi? Wa mashaka. Sawa kabisa. Swali lako la pili, ukitokwa na damu udhu unaharibika? Naam. Ukitokwa na damu? Ndiyo. Udhu uharibiki. Alf mabruk, wewe ndo mshindi wetu wa kwanza wa leo. Samahani sana ndugu yangu Swaleh Aziz. Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Tutarudia ile swali kulieleza. Abdurrahman, assalamu alaikum. Tumempoteza ndugu yetu Abdurrahman. Naam, namba ni hizo mpenzi mtazamaji, ziko wazi kabisa. Tumeona watu watatu wamepiga simu, lakini Swaleh Aziz amewahi kujishindia tab, na huenda ikawa hii ni tab ya pili. Maybe anataka ampatie waifu ama mchumba ambaye atamuoa. Allah wajaze khairi bana ndugu yetu Swaleh Aziz. Alikuwa ni mshindi wetu wa Novemba, na sasa Januari tena huenda akajishindia. Hatuna uhakika, lakini huenda akajishindia. Kwa hivyo tuendeleeni mbele. Swali ambalo nilikuwa nimeuliza la kwanza kabisa, tumeanza nalo, tulifungua nalo, nilikuwa ninasema ukitia shaka kuwa umekula nyama ng'ombe ama mbuzi. Neno hapa mtego ulikuwa kwenye neno shaka. Shaka kuwa umekula nyama ngamia ama mbuzi. Kwa kuwa kuna shaka, basi wewe utaendelea wala hutochukua udhu mara pili, kwa sababu udhu hauharibiki kwa shaka. Khalid, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah. Naam, sasa sikiza swali lako la kwanza linasema vipi? Linasema umekula ini. Tuko pamoja? Naam. Ndio. Umekula ini la ngamia na wala sio nyama. Je, ni lazima uchukue udhu? Hilo ndo swali. Si lazima. Si lazima. Umenoa, jaribu tena utapata hewani ndugu yangu. Shukrani. Afwan. Bakhulera ndio mshindi wa Disemba huyo. Huyo ndio mshindi wa Disemba, lakini leo mambo sio mazuri. Wala msitie wasiwasi wapenzi watazamaji. Kumbukeni ya kwamba maswali mboga kabisa, maswali tu yana mtego mdogo. Nilikuwa nazungumzia swali la kwanza, swali la shaka. Once ama pale utakapoona kwa kuna shaka katika udhu wako, basi wewe hutorudia tena. Mimi nimeosha masikio ama sijaosha, sijui mimi mkono mmoja niliosha ama sijaosha. La, once ama vile umeweka shaka, basi udhu uharibiki kwa sababu ya shaka. Nimetokwa na upepo, sijatokwa na upepo, la, udhu uko pale pale. Na hapa ndio ulikuwa kwenye mtego katika shaka, na ndugu yetu Swaleh Abdulaziz amejibu vizuri sana kuwa udhu hauharibiki kwa shaka. Hatutaki mashaka, yani wakati wa mashaka wewe unaendelea. Ndio Uislamu ulivyo, na ndio raha ilivyo. Na tunaye nani? Khuwailid, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Naam, swali lako la kwanza linasema umekula ini la ngamia, la ngamia na wala sio nyama. Je, ni lazima uchukue udhu? Lazima uchukue udhu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume kasema ataikula nyama ngamia atatia udhu. Swali lako la pili, tutajie mambo matatu ambayo yanamlazimu mtu kuoga josho la kisheria kama ilivyoandikwa kwenye swali. Josho la kisheria, josho la lazima. Taja sehemu tatu ambazo zinamlazimu Muislamu kuoga josho la lazima. Na janaba moja hiyo. Taratibu, moja janaba, ya pili nini? Tutataka matatu. Ya pili hedhi. Ya tatu nifasi. Barakallahu fik, alf mabruk. Wiki ijayo tutatangaza mshindi ndugu yangu.
inshallah. Dua kwa wingi, dua kwa wingi. Farhia, assalamu alaikum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa sikiza swali lako vizuri. Ni mwanamke gani wakati wa hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina alionana na Mtume na kuona miujiza ya mbuzi wake mdogo kutoa maziwa mengi? Huyu mwanamke ni gani? Ni kisa mashuhuri sana. Ummu Salama radhiyallahu anha. Nani? Ummu Salama. Umenoa, jaribu tena dadangu, jaribu tena, sio Ummu Salama. Jaribu tena. Naam, mpenzi mtazamaji, leo maswali naona kidogo yani. Saad kutoka Saad. Hello. Halo, assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Saad kutoka Sudan, sio? Fahad Said Omar kutoka Sudan. Fahad Said Omar kutoka Sudan. Naam. Swali lako la kwanza linasema, lisikize vizuri. Ni mwanamke gani alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hijra yake kutoka Maka kwenda Madina na akaona miujiza ya mbuzi wake mdogo na hafifu kutoa maziwa mengi? Ni mwanamke gani wakati wa hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina alimuona Mtume na akaona pia miujiza ya mbuzi wake mdogo kutoa maziwa mengi? Tunataka ile jina la mwanamke. Shamaliza swali mimi. Ni mwanamke wa Ansar. Tunataka jina, hatutaki atoka wapi. Jina ni Bibi Haula. Bibi Haula. La, umenoa, jaribu tena utatupata hewani, sio Bibi Haula. Inshallah. Haya bana. Suleiman. Naam, sikusikia vizuri swali, kama naomba urudie. Swali linasema, ni mwanamke gani? Basi samahani, pole bwana, pole. Swali utalisikia ukishashikiwa tu, ikishaingizwa ndani simu yako, utalisikia swali kwa wepesi na kwa rahisi sana na clear, yani kwa uzuri, wala mna wasiwasi. Sema swali likiwa gumu unaweza kusema ulisikia. Unaweza kusema ulisikisikia yani, lakini swali rahisi kabisa, swali mboga, swali yani raha kabisa yani. Kwa hivyo na maswali ni rahisi leo, ingawa tutasema kwa kizungu easy lakini tricky, lakini si neno la kizungu, easy and tricky. Sawa, kwa hivyo maswali ni rahisi. Said, assalamu alaikum. Wa alaykum. Swali lako la kwanza ndugu yangu, ni mwanamke gani alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa hijra kwenda Madina na akaona miujiza ya mbuzi wake mdogo kutoa maziwa mengi? Suwaiba. Nani? Suwaiba. Umenoa. Sawa kabisa kukata simu kwa sababu umenoa. Swali sio, jibu sio sahihi hilo. Tutakoma hapa kwa sababu ni kisa maarufu, na ikiwa ndugu yangu Muislamu ukifahamu hichi kisa, basi bado sera hujaisoma vizuri, kwa sababu ni kisa maarufu, paka kuna nashid kuhusu kisa hichi, na huyu mama pia ni maarufu, watu wanamtajataja kwenye manashid, lakini hawamfahamu vizuri. Lakini kwa kweli nitakisema kisa hichi baada ya swali hili kujibiwa. Nani? Fahad, karibu tena. Naam, Saad Muhammad Suleiman. Sawa Fahad, karibu tena. Sasa nisikize vizuri swali lako. Naam. Ni mwanamke gani? Naam. Ni mwanamke gani aliyemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa hijra kwenda Madina na akaona miujiza ya mbuzi wake mdogo kutoa maziwa mengi? Sawa kabisa, finya red button hapo kabisa. Kama ulijui swali, kata simu. Sawa kabisa, haina tatizo. Haina haja umbe umenoa ukiona. Lakini tuko pamoja. Ndio
Ndivyo ilivyo bana. Yaani swali ikiwa ulijui basi wewe niweka kata simu alafu utapiga baadaye. Haina neno pia. Tunaelewa kuwa sio credit lakini ni swali ndio gumu. Lakini haina neno. Nani? Farhia, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Swali lile unalikumbuka sio swali lako ama nilisome tena? Siruki ile swali na mimi basi mpaka mtu alipate. Siliruki mtasubiri sana liruki lakini siliruki kwa sababu ni kisa maarufu. Yani hijra inasomwa kila mwaka. Ina hutuba zake kila mwaka. Na watu wanazungumzia hijra kila mwaka yani. Kivipi wewe ushindwe kuelewa kisa cha hijra kutoka mwanzo mpaka mwisho, kilivyo kitamu, kilivyo na khibra ndani yake na mazingatio na kila kitu, lakini tunashindwa kuisoma hijra vizuri jamani. Kisa hichi kimetokea ndani ya hijra na ni kisa sahihi. Kwa hivyo ikiwa mumjui mwanamke mimi siliachi kabisa ile swali. Abdurrahman, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali lako linasema ni mwanamke gani alimuona mtume wakati wa hijra? Na akaona miujiza mbuzi wake mdogo na hafifu kutoa maziwa mengi. Ummu Ma'bad al-Khuzaiya. Ya salam, Ummu Ma'bad. Sawa kabisa. Swali lako la pili. Unataka kuswali na nguo ulionayo ina najisi. Huna maji. Bali lakini una petroli ya kutosha yani. Petroli. Je, unaweza kuitoahirisha kwa hiyo petroli? Hilo kwa wale wanazuoni wanaosema kwa maana najisi inaondolewa na ayu mudhila inafaa. Yani Abdurrahman, wewe umeshinda na umeingia katika draw na inshallah Mwenyezi Mungu akujalie utoke na tabu mwezi huu inshallah. Sawa kabisa, yani uko sawa kabisa yani. Kithirisha dua kwa wingi. Abdurrahman yani amejibu maswali vizuri sana yani, tunataka nini la ziada? Amejibu mzuri. Swali lake ni mwanamke gani, akasema Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ndio ambaye alimuona mtume. Nilikuwa Ummu Ma'bad wanavyosema wanavioni ni mama mzee. Mtume alipokuwa yuko safarini akaona hema kwa mbali, kulikuwa ni jangwa kama tunavyojua. Akaona hema kwa mbali na alikuwa amechoka. Akaenda pale akabisha mlango, akaomba, akasema naomba unisaidie na chakula na maji chochote, muhimu mimi nimechoka. Yule mama akamwambia mimi yani hapa hamna lolote, afadhali uende mbele kule utapata watu watakusaidia, hapa mimi hamna na mume wangu ametoka kwenda kutafuta chakula na hapa ameniachia kijibuzi kidogo ambacho hakitoi lolote. Mtume akamwambia lete chombo. Mama akamwambia mimi nishakwambia hakuna mbuzi mwenyewe ndio huyo na hakuna maziwa, kuleta chombo cha nini? Basi mtume akasisitiza, mama akaleta Ummu Ma'bad. Akaleta chombo. Mtume kwa miujiza yake akamshika mbuzi, akakamua maziwa, watu wakanywa maziwa mpaka wakachoka. Kisa maarufu sana, kitafuteni mtakipata. Hapa sio sehemu yake kusema kisa. Abdurrahman. Naam. Abdurrahman, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. La kwanza, kuna watu wanaona kustanji kuwa ni miongoni mwa faradhi za udhu. Wewe waonaje? Kustanji ni shurut alwudu. Kustanji ni masharti ya wudu. Umenoa ndugu yangu, jaribu tena utatupata hewani. Sio jaribu tena utatupata hewani, sitaki kutupia na jibu. Hassan, asalamu alaykum. Tumempoteza ndugu yetu Hassan. Jaribu tena ndugu yangu Hassan. Namba ni hiyo, ukiingizwa ndani ndio utanisikia, lakini kuna mtu anapokea simu yako anakuuliza sehemu unayotoka alafu. Farhia, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah hili utalipata dadangu. Swali lako la kwanza, kuna watu wanaona kustanji kuwa ni miongoni mwa faradhi za udhu. Wewe unaje dadangu Farhia?
Kustaji ni nini kwanza? Mimi sifai mimi ndo nauliza maswali hapa. Hilo swali uliza ujibiwe. Hapa mimi ndo nauliza maswali. Basi angalia kwenye vitabu na nini utaona kustanji nini. Mimi sijui. Samahani sana. Mimi ndo nauliza maswali kipindi hiki wala sio maswali yanaulizwa na watazamaji. Sawa, assalamu alaykum. Alhamdulillah. Wanisikia? Nakusikia, naam. Swali lako la kwanza, kuna watu wanaona kustanji kuwa ni miongoni mwa faradhi za udhu. Je, wewe unaonaje? Sheikh Saad. Kustanji yani sio faradhi, yani mpaka uwe na najis ndio unastanji. Kama vile umeenda kufanya nini ndio utapata kustanji, umefanya haja yako, lakini hivi sio faradhi. Sio faradhi ya udhu, sio? Ndio. Swali lako la pili. Naam. Nisikize vizuri kwa sababu ushakuwa shekhe sasa. Umeswalisha watu kama imamu. Sawa? Ndio. Watu waswali, walipomaliza ukagundua kuwa hukuwa na udhu. Na watu washaswali huku. Ndio. Ikakulazimu kawaida kama umeswali ukajua hauna udhu lazima urudie swala yako. Ndio. Ikakulazimu kurudia swala yako. Je, hao maamuma sasa ambao umewaswalisha itawalazimu kurudia swala? Wao haitawalazimu. Haitawalazimu? Haitawalazimu, itakuwa swala lazima kwa kurejea swala. Una uhakika? Na uhakika hilo Alf mabruk. Wewe kweli ni Sheikh Saad yani. Shukrani. Tushakupatia ushekhe. Shukrani. Alafu ankithirisha dua ndugu yangu. Aisha. Wiki ijayo tunachagua mshindi. Naam. Said tumempoteza Said. Jaribu tena kakangu, jaribu tena. Sisi tupo. Hatuondoki na maswali mboga kabisa, maswali rahisi. Basi tu alikuwa kwa na mitego lakini maswali rahisi kabisa. Wala usitie wasiwasi wowote. Kila tunavyoenda chini hivi maswali yanakuwa rahisi. Tumetoka kwenye fiqh, tutaingia kwenye tarehe. Nilikuwa nazungumzia kuhusu Ummu Ma'bad. Kwa hivyo ukisikia Ummu Ma'bad ni yule mwanamke ambaye alimpokea mtume katika Maka na Madina hapo katikati kwenye jangwa. Akienda alikuwa na kibuzi kidogo, mtume akamshika ule mbuzi, alipokamua tu maziwa alitoka mingi. Sawa, maziwa yalitoka mingi, kisha baadaye mtume akamwambia anza kunywa. Ma'bad akamwambia anza kunywa wewe. Mtume akamwambia la, utaanza kunywa wewe. Akanywa Ma'bad akashiba mzuri, alafu mtume naye akachukua akanywa na yakabaki maziwa. Sawa, tuna simu imeingia, kwa hivyo Abdurrauf, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Swali lako lisikize vizuri kwa sababu fiqh hapa. Inshallah. Sawa, sikiza basi. Je, inajuzu? Swali linasema je, inajuzu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mapenzi yako kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumfuata kwako mtume? Mfano, na kupatia mfano. Mtu akasema katika dua yake, ewe Mola wangu na kuomba kupitia mapenzi yangu kwa mtume unipe kitu fulani. Tupe hapo Sheikh sasa, wasemaje? Inajuzu sio? Swali la sawa kabisa. Swali lako la pili ni rahisi. Maliza uingie kwenye draw. Taja idadi ya sura zilizoko katika Qur'an. 114. Alf mabruk. Yani wewe umeshinda kabisa yani. Kithirisha dua na wiki ijayo tunatangaza mshindi inshallah. Kwa hivyo kazi kwako. Naam, tunaendelea mbele lakini tupate mapumziko mafupi. Tumwangalie mshindi wa Disemba ilikuwaje, akapokea tab yake, video ilikuwaje. Tupate mapumziko mafupi tumwangalie mshindi wetu wa Disemba alipokeaje tab yake. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
kabisa ikafunguliwa. Sasa sija ataifungua. Mwenye zawadi ndio anaifungua, sio sisi watoaji. Sisi tumeifunga, kwa hiyo haifungue. Na leo nimekuwa kama nimepata bahati ya kuja katika TV Africa katika zawadi kumkabidhi ambayo sikuwa mtarajiwa. Kwa hiyo imekuwa bahati nzuri tumekutana tena ndugu yangu. Jana nimekutana naye Jama Afrika na leo tumekutana naye studio. Allah barakallahu fik. Mimi nimefarijika sana. Allah yakhaliki. Sheikh, hapa tukiwa tumesimama, ifungue hiyo zawadi ili tuweze kujia na baadhi ya vitu. Basi inshallah. Bismillah. Kwa hiyo ndio mshindi wa Disemba. Ndio mshindi wa Disemba. Mashaallah, mashaallah, mashaallah. Na wallahi alhamdu, mimi ni miongoni mwa watu ambao naulizaga yale maswali. Januari Jumatano hii iliyopita. Mimi nilikiendesha kile kipindi na niuliza maswali. Mashaallah, mashaallah. Tunashukuru. Mashaallah. Kwa juhudi zenu. Nasi tunahakikisha kwamba zinaenda kwa vile ambavyo zinatakiwa. Naam, lakini vipi kipindi? Alhamdulillah kipindi kimekwenda vizuri. Kimekwenda vizuri. Alhamdulillah. Na tutakuonyesha baadhi. Istikbal vipi? Istikbali iko mzuri. Maana mimi nataka ile mabadiliko. Naam. Maana simu nazo ziko nyingi wallahi alhamdu. Hebu fungua tuione zawadi. Lakini wallahi alhamdu nashukuru sana. Watu wanajitahidi kujibu na tunaona kwamba watu wanasoma ili kujibu, pia wanakuwa wanapata faida kupitia simu hizi ambazo mnazipata. Allahu akbar. Allahu akbar. Mabruk ndugu. Hongera. Hongera. Mtazamaji wa Africa TV Swahili, mshindi hapa anajaribu kuacha baadhi ya vitu lakini mimi naona hapana. Mimi ndo Sheikh, mimi nilishakuuliza maswali tena magumu sana. Magumu sana. Zawadi anaweza kuishinda mimi. Kwa hiyo kumsaidia maana wewe Mtanzania na Mtanzania. Hapana, mimi siangaliaje. Mimi naulizaga maswali kwa maana ya maswali. Au nikuulize wewe moja? Jaribu. Na mpenzi mtazamaji wa Africa TV Swahili, leo hii zawadi moja kwa moja inakabidhiwa na msimamizi wa Nauna ambaye anakisimamia kipindi hiki na anakidhamini, Sheikh Abdul Qadir Al-Jahlami, ambaye kwa namna moja ama nyingine tunathamini uwepo wake, na alikadhalika tunazidi kumwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjaze kila la khair na azidi kuendeleza harakati hizi. Kwani mpenzi mtazamaji wa Africa TV Swahili, katika kipindi cha mashindano watu wanaweza kujibu maswali mawili, ambapo wakijibu hayo maswali mawili anakuwa ameingia katika wale ambao wanatarajia mwisho wa mwezi tarehe 1 kujishindia simu aina ya Tabu kama ambavyo mnaishuhudia hapa. Yote kwa yote zawadi hizi kumbe zinatoka Al-Wadud Group chini ya usimamizi wa Abdul Qadir Al-Jahlami. Allah kulipe. Kama alivyosema madhumuni ya kipindi hiki si zawadi. Madhumuni ya kipindi hiki yale maswali ni katika ilmu ambayo wananufaika watu wote katika kutizama. Maswali yanapoulizwa ni ilmu kwa watazamaji na wenye kutizama na wenye kusikiliza. Maswali haya ni katika kufundisha watu dini, ilmu, na nafikiria kijana wetu ni hodari katika mambo haya. Mwenyezi Mungu inshallah kujalie kila la kheri na kufungulia milango yote ya kheri, na kujalie inshallah katika miaka ijayo wewe uwe nafasi yangu na sisi tu tunakutazama nyumbani. Au unasema hivyo? Shukrani sana. Sheikh Abdul Qadir, samahani kidogo nikusumbue kabla hujakaa. Naam. Kijana wallahi alhamdu, kijana mwenzangu ni shababu na mimi naitamani hiyo, lakini sijaweza kujibu maswali, bali mimi ndio miongoni mwa watu waliokuuliza. Unajisikiaje kushinda hiyo zawadi? Alhamdulillah rabbil alamin, na nimefurahi sana katika kushinda hii zawadi, na inaonesha namna gani TV Africa inavyothamini vijana na hasa katika jambo la elimu, na tunaona wadhamini ambao wanadhamini hasa katika vipindi hivi vya kheri. Allah walipe kheri, na tunaombea dua Allah wape ikhlas na ihtisab na walipe kila la kheri. Kwa hiyo inaonesha namna gani vijana tunavyopewa kipaumbele na hasa katika kipindi, yani katika TV hii ya Afrika, katika vipindi mbalimbali kwa maswali na vipindi vinginevyo. Kwa hiyo nimefarijika sana. Naam, mpenzi mtazamaji, umemwona ndugu yetu huyo Khalid Bahurera akipokea simu yake safi kabisa, na alikuwa ni ndugu yangu Ibrahim hapo akiwa na Sheikh Abdul Qadir Al-Jahlami ambaye ndio mdhamini wetu wa kipindi hiki kutoka Al-Wadud Group. Yani wao ndo ni muasasa khairia, na wao ndo wametuletea tab hizi ili wewe mpenzi mtazamaji upate fursa ya kujishindia na wewe upate fursa ya kusoma dini yako katika njia ya maswali. Naam, nilikuwa nazungumzia kuhusu Ma'bad, na nadhani ni kisa kirefu sana. Yani ukipata kitabu, ukipata nuskha, mtu anaweza kukutumia usome ile hijra ilikuwaje na mukabala baina mtume na Ma'bad. Wanasema naam, tunaye ndugu yetu Hamza. Kabla tujaendelea,
Muhammad, assalamu alaikum. Muhammad. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Naam, swali lako la kwanza lisikize vizuri ndugu yangu. Ndio. Sikiza haya maneno. Uadilifu ni pepo ya mwenye kudhulumiwa na ni moto wa mwenye kudhulumu. Nani amesema maneno haya? Katika makhulafa ar-rashidin, nishakupatia hint. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, sawa kabisa. Nisikize kupitia kwa simu tafadhali. Swali lako la pili, ni imam wa pote la Rai, kazaliwa Kufa mwaka wa 80 Hijri, alihifadhi Qur'an angali mdogo na ni mmoja wa maimamu wanne. Ni nani huyu imamu? Imam nani? Imam wa wapi? Katika mapote, ni katika mapote wa Rai, kazaliwa Kufa mwaka wa 80 baada ya hijra, alihifadhi Qur'an angali mdogo na ni mmoja wa maimamu wanne. Sasa nani huyu imamu ambaye alizaliwa Kufa mwaka wa 80? Nani? Nipe nichague. Hakuna kuchagua hapa. Wewe sema tu nani. Imam Ali, Imam Malik. Umenoa, jaribu tena utatupata hewani. Sio Imam Malik. Sio Imam Malik. Abdurrahman, assalamu alaikum. Abdurrahman. Haya basi tuendelee mbele, tumempoteza ndugu yetu Abdurrahman. Lakini maswali ndio kama mnayoyaona mpenzi mtazamaji, maswali mboga kabisa, maswali rahisi. Si wewe unataka tabu, piga simu ujibu maswali. Maswali mboga, maswali rahisi, maswali ambayo wewe kama mtazamaji, kama Muislamu, ni kuna umuhimu mkubwa sana wewe kuangalia ama kujaribu na kuhakikisha kuwa unayajua maswali haya ambayo tunayauliza. Naam mpenzi mtazamaji, kumbuka wiki ijayo time kama hizi, wiki ijayo mida kama hii, sisi tutakuwa tunamchagua mshindi. Tunamchagua mshindi wa mwezi huu, mshindi wa Januari. Kwa hivyo wale wote ambao wameshiriki na wanajua kuwa walijibu maswali wakayapata, kumbukeni ya kwamba majina yenu yatakuwa kwenye draw. Ikiwa wiki 3 hizi zimepita zote umeshinda, kumbuka jina lako litakuwa lipo mara 3 na wewe ndio utakuwa na tuseme na uwezekano mkubwa wa kuchaguliwa jina lako. Kwa hivyo kithirisheni dua. Tumeona tabi inaweza kwenda kokote. Naam, lakini haijakwenda Tanzania bado. Halima, assalamu alaikum dadangu. Tumempoteza ndugu yetu Halima. Jaribu tena, nambari ni hizo ulizopiga utatupata hewani. Weka salio la kutosha ili ujibu maswali mawili, na huenda kwa kupiga na kujibu maswali mawili ukarudi nyumbani na tabu wiki ijayo inshallah. Kumbuka tabu popote itakapokuwa itakufikia. Ukiwa Kenya, ukiwa wapi, ukiwa hata Yemen huko, ukiwa Oman, ukiwa Tanzania, kumbuka ya kwamba tutakuletea tabu yako popote utakapokuwa bila matatizo yote, kwani sisi ni Africa TV. Khalid Bahurera. Naam. Khalid. Naam. Swali lako nasema ni imamu wa pote la Rai, kazaliwa Kufa mwaka wa 80 baada ya hijra, alihifadhi Qur'an akiwa mdogo na ni mmoja wa maimamu wanne. Ni yupi huyo? Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit. Ya salam, ya salam, sawa kabisa. Tutajie majina manne ya moto yaliyotajwa katika Qur'an. Hawiya. Naam.
همزة. Naam. Taratibu, ngoja. Anza tena. سقر. نازا. ها؟ سقر. ما سلككم في سقر؟ Naam. Fadhal. جهنم. Ya pili. هاوية. Ya tatu. همزة. Umenoa. Imekatika. Pole sana Khalid Bahurera, pole sana, ulikuwa unaenda vizuri lakini ndio hivyo. Farhia, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutajie majina manne ya moto ambayo umetaja katika Qur'an, manne. Ukikosea moja swali imeisha. Majina manne ya moto yaliyotajwa katika Qur'an. Moto, fire. Manne ambayo umetaja katika Qur'an. Nar. Tunataka ututajie majina manne ya moto yaliyotajwa katika Qur'an. Qur'an imetaja moto katika majina tofauti. Tutajie manne, ukikosa moja kwisha. Nar. Naam, yani hujaelewa swali ama naam wafikiria jibu? Majina manne ya moto. Nadhani swali ndo halijakuwa wazi. Majina, acha atakayepiga atatujibia swali hilo. Maswali rahisi jamani, maswali mboga. Lakini ndio hivyo. Tunaendelea mbele, maswali rahisi kabisa yani. Abdurrahman, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutajie majina manne ya moto ambayo umetaja katika Qur'an. Twende kazi. Sa'ir. Aha. Jahim. Naam? La. Sa'ir. Twende. Jahim. Aha. Jahannam. Naam. Lava. Sawa, swali lako la pili. Taja jina pekee la sauti lililotajwa kwenye Qur'an. Taja jina pekee la sauti lililotajwa kwenye Qur'an. Jina la sauti? Ndio. Sauti. Naam, jina la sauti. Sauti al-hamir ya sauti al-hamir ya punda. La. Umenoa, jaribu tena utatupata hewani, sio sauti ya punda. Jina la sauti, sikusema sauti ya nani. Jina la sauti. Naam, Khadija, asalamu alaykum. Khadija, tumempoteza Khadija. Tunaendelea mbele. Majina ya moto mashallah ndugu yetu ametaja vizuri, lakini swali la pili likampiga chenga kidogo. Naam. Tunaendelea mbele tukisubiri simu zenu. Taja jina pekee la sauti lililotajwa kwenye Qur'an. Swali mboga kabisa, lakini ndugu yetu amelikosa. Tunaendelea mbele tukisubiri. Nakumbushia kwamba wiki ijayo, maana tumefika, hii ni wiki ya 3. Wiki ijayo, Jumatano ijayo, mida kama saa hizi itakuwa tushachagua mshindi wetu. Kila mtu ameenda kulala, mshindi analala na raha, akiota tabia yake iko vipi. Kwa hivyo ni kukithirisha dua, mpenzi mtazamaji. Mubarak. Naam. Swali lako, taja jina pekee la sauti lililotajwa kwenye Qur'an. Sauti ya nini rafiki yangu? Jina la sauti. Ndio, jina la sauti, sauti ya binadamu ama ya nani? Ya mnyama. Hata tuseme ya binadamu pia, haina neno gani? Sababu jina pekee la sauti. Sauti ya nani? Mnyama. Sasa huyo mnyama. Sauti al-hamar bas. La.
Sio. Jina la sauti, sio sauti ya nani? Jina la sauti. Sasa sauti nataka kujua sauti ya nani, ya binadamu ama ya Nimesema ya mnyama, nimekwambia ndugu yangu. Ya mnyama? Ndiyo, nimekwambia ya mnyama. Jina sio sauti ya. Jina la sauti. Sauti. Sauti ya? Sijui, mimi nataka uniambie tu. Hiyo taja jina la sauti. Ngoja nifikirie. Fikiria, haina tatizo. Shukrani sana. Afwan. Naam, tunaye nani? Khamis. Tumempoteza ndugu yetu Khamis. Hili swali vipi? Watu alafu mtu anashindana sauti ya punda. Jina la sauti jamani. Jina la sauti. Naam, tunaendelea mbele tukisubiri simu zenu mpenzi mtazamaji. Muda ndio huo unayoyoma. Sasa hivi tutaambiwa kuwa kipindi kimeisha. Wiki ijayo tunachagua mshindi. Kwa hivyo ukiona hujapiga simu bado una nafasi ya kipindi kimoja na haya madakika kadhaa ambayo tumeyabakisha. Naam, tunaye Omar Shah Abdurrahman. Asalamu alaykum. Naam. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, taja jina pekee la sauti lilotajwa kwenye Qur'an. Jina la sauti. Umeniuliza swali, unajua swali moja nimekosa sahihi. Bado tuko hapa, hatuwezi kwenda mbele paka ili swali lijibiwe. Mukaa ile iko kwa suratul Anfal. La. Sio hiyo. Wala haiko katika suratul Anfal. Ila mukaa wa tasbih. La. Sauti, jina la sauti. Hiyo si ni kupiga binja hiyo si ni jina sauti. Sauti ya mnyama. Paka hint nishatoa. Pitia, fanya muraja utaipata. Khamis. Basi itabidi ili swali sijui tuliruke ama tutaje tutaliruka ili swali, lakini sauti mpenzi mtazamaji, sauti ni khuwar. Wewe angalia suratu Taha aya nambari 88. Suratu Taha aya 88, khuwar, sauti ya nani? Sauti ya ng'ombe. Sauti ya ng'ombe. Tuendelee mbele huku nimebakisha dakika kadhaa tu, nadhani tutapata simu moja peke yake, alafu tunafunga kipindi. Nani atatukunjia jamvi letu siku hii ya leo, siku ya Jumatano. Nadhani watu wengi wamejaribu, kuna ambao wameshindwa, kuna ambao wameshinda. Naam, tunaendelea mbele. Khadija, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Neno dunia na akhira, lipi limetajwa mara nyingi katika Qur'an? Dunia na akhira. Dunia na akhira? Gani imetajwa mara nyingi katika Qur'an? Katika neno dunia na neno akhira. Dunia. Naam, sauti yako iko chini dadangu. Dunia. Umenoa, jaribu tena utatupata hewani, sio dunia. Jaribu tena utatupata hewani, sio dunia. Naam, mpenzi mtazamaji, tunaendelea mbele. Dada yetu Khadija amenoa swali. Khalid Bahurera, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Uenda ikawa simu hii ya mwisho itufungia kipindi. Swali lako la kwanza linasema neno rahisi. Neno dunia na neno akhira.
katika haya mawili lipi limetajwa sana katika Qur'an ama mara nyingi? Akhira. Umenoa, jaribu tena utatupata hewani. Sorry, yametajwa sasa. Nikumbuka umetajwa sasa. Sisi jaribu tena, umenoa ndugu yangu. Jaribu tena. Farhia, asalamu alaykum. Dada yetu Farhia ametoweka. Maswali rahisi jamani, maswali mboga, maswali rahisi kabisa. Na kama tunavyosema, malengo ya kipindi hiki ni kufundishana. Tunafundishana baadhi ya mambo ambayo wewe kama Muislamu lazima uyafahamu. Kwa hivyo natumai katika kipindi cha leo umetoka na mambo mawili ama matatu ambayo ulikuwa huyajui, lakini umeyajua kwa sababu ndio jambo muhimu zaidi. Naam. Tunaendelea mbele na naashiria kwamba masaa yamekwisha ama muda umekwisha. Tupokee tena simu mpaka wiki ijayo. Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, wiki ijayo ndio tunamalizia kipindi hiki kwa kuchagua mshindi. Tutakuwa na ile fursa ya kupokea simu, baadhi ya simu, kisha tutafanya draw hapa mbele yenu, tutachagua mshindi. Kwa hivyo wale washindi wote ambao wameshinda tangu Januari ianze mpaka saa hizi, tunawaambia alfu mabruk, na kithirisheni dua. Uende ikawa wewe unanitazama ndio mshindi wetu wa tab mwezi huu wa leo. Ikiwa nimekosea ujue ni juu yangu mimi, na ikiwa nimepatia basi si uwezo wangu mimi bali ni uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amenijalia mimi kuwa hapa. Kufikia hapa sina la ziada. Tukutane wiki ijayo muda kama hii tukiwa tunajua mshindi ni nani, yani muda kama huu wa saa 4:15 tutakuwa tunapokea simu, kisha baadaye tutafunga simu, tutachagua mshindi. Kumbuka kwamba nikutakie usiku mwema na usiache kuangalia Africa TV kwa vipindi vinavyofuata. Mkae salama, mulale salama, fi amanillah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.